Na serikali imesema kuwa inaimarisha mfumo wa ufadhili wa vyuo vikuu ili kurahisisha upatikanaji wa elimu ya juu na kuifanya kuwa nafuu kwa Wakenya. Mfumo huo unapendekezwa ufadhili wa wanafunzi badala ya kuangazia hadhi ya kifedha ya wazazi, utaangazia mahitaji ya baadaye ya wanafunzi binafsi. Akizungumza wakati wa hafla ya 11 ya kufuzu katika chuo kikuu cha Embu, Waziri wa Elimu Julius Ogamba alisema kuwa mfumo huo unanuiwa kuhakikisha kwamba wanafunzi hawakosi fursa katika vyuo vikuu na taasisi za elimu na mafunzo ya kiufundi TVET kutokana na hali za kifedha za familia zao. Wizara ya Elimu imesema kuwa mfumo unaopendekezwa wa ufadhili wa wanafunzi unanuia kuondoa mzigo kwa familia na badala yake kuufanya kuwa uwekezaji unaoungwa mkono na serikali katika kuhakikisha wafanyakazi wenye ujuzi. Where the parent was not determined as having the capacity to fund the doctor or the engineer, the students then had to change courses to take a course that the parent is able to afford. We've changed that thinking and said, let us fund the future of the student. Waziri wa Elimu Julius Ogamba alisema kuwa serikali inakomesha utumiaji wa mfumo wa ufadhili unaoangazia wanafunzi ulioanzishwa mwaka wa 2023 uliotegemea mbinu za kutathmini uwezo wa kifedha kuamua kiwango cha ufadhili kuambatana na hali za familia ya mwanafunzi. Alisema kuwa mbinu za awali za ufadhili pia ziliviacha vyuo vikuu viking'ang'ana na madeni ya muda mrefu kutokana na nakisi katika ufadhili wa serikali. That is the bill that is in Parliament, and once it becomes law, together with the contributions of government and other stakeholders, we will have enough resources to ensure that we are funding higher education students 100%, both tuition and upkeep. Mfumo huo unaopendekezwa unatarajiwa kuongoza mbinu za baadaye za serikali za kufadhili elimu ya juu huku zikishughulikia mahitaji ya wanafunzi na kuhakikisha ufadhili endelevu katika vyuo vikuu. Jacqueline Macharia, Darubini.